Msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu kwenye habari zetu kimuktasari. Jina langu ni Maureen Achieng. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi anahesabu hasara baada ya biashara zake karibu na uwanja wa Nyayo jijini Nairobi kuharibiwa alfajiri ya Jumatano. Kulingana na mashahidi, maafisa wa polisi walifika eneo hilo mwendo wa saa sita asubuhi na kutumia vitoa machozi na mizunguko ya moja kwa moja kuwatawanya umati wa watu na waliokuwa zamu kabla ya ubomoaji kuanza. Biashara ziliathiriwa ni pamoja na kuosha gari, uuzaji wa magari, duka la vipuri vya gari na zingine. Na jaji mkuu wa zamani David Maraga sasa anataka kusimamishwa kwa mfumo mpya wa elimu inayozingatia umahiri CBE, akitaja mapungufu ya miundombinu na kushindwa kwa mfumo. Mgombea huyo wa urais wa mwaka 2027 alilalamika kwamba mfumo wa sasa haufanyi kazi na umewalemea wazazi na wanafunzi. Maraga ambaye ni kiongozi wa chama cha United Green Movement alitaka serikali kuangalia upya mfumo huo anaoutaja kuwa wa kihuni kwa kuwashirikisha wadau wote wa sekta ya elimu. Na mwisho, mshukiwa wa ulanguzi wa dawa za kulevya mwenye umri wa miaka 42 amekamatwa na wapelelezi wa kitengo cha kupambana na mihadarati akinasa heroini yenye thamani ya shilingi milioni 1.19 mjini Nakuru. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI iliripoti kuwa Ephantus Kariuki alikuwa akiendesha pikipiki iliyobeba vitu vya kutilia shaka, jambo lililofanya maafisa wa upelelezi kumsimamisha na kufanya msako ambapo gramu 397 za heroini zilipatikana. Na msikilizaji, ni baadhi tu ya taarifa zetu kimuktasari. Kwa haya na mengine zaidi, ungana nami mida ya saa 10 kwa habari kikamili. Jina langu ni Maureen Achieng.